Delfe Kalembe Ngoma Nzito, kamanda wa wazalendo anayeongoza kikosi cha wazalendo cha Biloze Bashambuke FABB, ametoa maelezo ya kina mbele ya waandishi wa habari kuhusu hali ya mapambano. Kamanda Kalembe amesisitiza kuwa kikosi chake kinaendelea kupambana kwa nguvu na waasi wa M23 katika eneo la Minembwe, milima ya juu na sehemu nyingine ambazo zimeteuliwa kama vichaka vya mapambano. Mengi zaidi, hebu msikilize Delfe Kalembe Ngoma Nzito katika mahojiano haya aliyofanya mbele ya waandishi wa habari. Jambo. Unaweza kujitambulisha? Mimi naitwa kwa jina la Delfe Kalembe Ngoma Nzito, komanda wa CPLC Bar FABB Biloze Bashambuke. Tunashukuru sana kiongozi kupatikana kwako hapa Uvira. CPLC Bar FABB inaendesha shughuli zake kwenye milima mirefu ya Uvira, Fizi na Mwenga. Unaweza ukatuambia na kwa faida ya raia wote wa Kongo, kwa nini unapatikana hapa Uvira? Shabaha ya kupatikana hapa Uvira kwangu, wakati nilipokuwa kwenye milima mirefu ya Plateau Minembwe, nilipata habari kama Uvira imeanguka mikononi mwa adui. Ni hapo nilisimama kwa kasi kubwa tuje pigania Uvira yetu hata na nchi mzima. Lakini vita bado vinaendelea. Sijui kwa sasa kuna ripotiwa ya kwamba wazalendo walio wengi kwa sasa wanapatikana jijini Uvira kuliko kwenda kwenye uwanja wa mapambano. Tunataja huko kwenye maeneo ya Kabunambo, huko kwenye nyanja za juu, Minembwe, Point Zero. Wito gani unaweza ukawatolea? Najua wakati nilikuwa kwenye vilimani, nilimtuma J3 wangu kama vile Rufa de Rufa hapo Makobola. Hakika walifanya kazi na juhudi kubwa. Waliposhika mji wa Uvira, nami nikaporomoka kwenye Point Zero nifike hapa Uvira. Wakati nilifika hapa Uvira nilikuta kabisa Uvira wamekamata na watu wote wako kwenye usalama. Ila wakati nilifika nilikuta manongono ni mengi, maana mji hauyatengamana mzuri. Mungali mamesaje fulani ya kusema kama kuna M23 yenyewe alibaki ndani ya mji. Ndio tunaanza shughulikia ile mambo, lakini kwa sasa tuko fire kwa adui kumtumikia kazi. Ni hivyo. Kiongozi, sijui unaweza ukasema nini kutokana na malalamiko ya manchi za Umoja wa Ulaya ambazo zinadai kwamba wazalendo nyinyi hamuprotege raia wa Kinyamulenge, mnaprotege tu raia wengine. Wito wako kama wewe mzalendo halisi unaweza ukasema nini? Wito wangu mimi kwenye char de bataille nafuata adui mwenye kuwa na silaha. Ila najua yule yeyote asiyekuwa na silaha ni rahia, siwezi mufata. Ndani ya nchi kuna makabila mingi na kutumika kazi yetu hatuwezi bagua kabila. Wanyamulenge wasiokuwa na masiraha ni warahia, hao hatuwezi wafuatilia, lakini yule yeyote anayekuwa na silaha kama vile 23 mpaka tumfuatilia hadi mwisho. Sijui afya ya CPLC FABB kwa sasa ikoje? Naona usalama ni mwingi, ila tumejiandaa kufunga malinye de front huko Mplene de la Ruzizi na vijana huko Shamura, maana kuna mainformation zinazosema kama adui amejiandaa kuja Uvira, lakini hii ya kusema kama wanakuja Uvira, kilisho watosha Uvira ndicho kitakacho watosha tena zingine fasi. Maana sisi hatuyapigania hapa mubarabara, tulianza kupigania mubarabara Makobola, na kwa sasa tumekuta adui hana nguvu, hata waje kwa wingi tutawasambaza. Adui anasema kwa ule ambaye wewe unamuita adui anasema kwamba watu ambao walikufa Sange na ile gurumeti wazalendo na FARDC. Wito wa CPLC Bar FABB ni upi? Ile ngurumeti yenyewe iliyotupwa pa Sange, hakika tunajua ile nafasi ya Sange imezibitiwa na adui, na adui ndiye ameitupa katika waraia wetu,
na tuna hasira kubwa kwa kutupa manguruneti ndani ya raia. Mheshimiwa, hapa jana tumekuona hapa jana kwa maeneo ya Plain, na nataka kujua kwa sasa Sange iko mikononi mwa serikali ya Kongo ama wasesha? Sange iko mikononi mwa adui. Ndiyo. Na tulitaka kujua hii kama FABB kunakuwa tetezi ambazo zinakuwa kwa sasa, na sio tetezi, ni uhakika kuwa kunakuwa PDD coordination ya kwanza ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Alexis Dunia na nyingine kwa sababu inaongozwa na William Kutumba. Je, uone kama inaweza kuwa ama kuletea shida ama kuleta pengine mnao higa wazalendo? Coordination zile mbili ambazo nazo sema haziwezi kutuletea shida sisi kama vile FABB. Ni force ya Biloze Bishambuke, tulikuwa kwenye vilima, hatukujua coordination ya Alexis wala coordination ya William. Wakitushirikisha kuwa ndani, tutaijua kama coordination ya fulani ndio yenye kuwa. Kiongozi, ujumbe wako kwa raia wa Uvira na raia wote wa Kongo ambao wana matumaini mengi kwa Biloze Bishambuke? Sisi kama vile Biloze Bishambuke, sisi tuna shauku wala tuna haki ya kupigania nchi yetu. Yule yoyote anayekula rushwa ya nchi yetu, yule ni adui wa nchi yetu. Na hapa kwetu Uvira, yule anayejua kama amekula rushwa ya nchi yetu wala ya hapa kwetu Uvira, yule ni adui wa maendeleo ya Uvira. Lakini kwa sasa sisi hatuwezi tukakule rushwa ya nchi yetu wala ya village yetu ya Uvira. Hapana. Na hivi tumezingatia hapa Uvira, yule adui aje 100 gisa atakuja tampokea na atajua kama amepokelewa na wanaume. Mheshimiwa, hapo mwanzo kabla waasi kushika mji wa Goma, rais wa Kongo alikataa katu kuongea na waasi 23. Lakini kadri siku zilivyoenda kuendelea wakashika Goma, Bukavu, na tena wako hatia kwa maongezi, lakini tena amekataa kusema yuko tayari kuongea na wale wote wa opposition wa Kongo, lakini sofu wale wa mseme waasi. Je, uone kama inaweza kuleta shida pengine kumbele ama? Sisi wazalendo tuko nyuma yake, aendelee kuwakatala na tuko imara kupigana hadi mwisho. Na yule yoyote hataenda kwenye mlengo wa president wetu Fashi Beto, yule tutamuchapa na kumsambaza mbali. Mheshimiwa, Minembwe kwa sasa iko mikononi mwa waasi ama serikali ya Kongo? Mji wa Minembwe kuna upande mmoja kama vile Kakenge na Pozero Rusanguku iko mikononi mwa FARDC pamoja na wazalendo kama vile Biloze Bishambuke wenyewe nilioacha kule, wako pamoja kabisa vitukatuka kule. Neno fupi kwa raia wa Kongo. Sisi tunaeleza raia wa Kongo wajisikie kama wazalendo wamesimama imara, lakini wajue kama kuna wazalendo wa aina mbili. Kuna wazalendo halisi na kuna wazalendo wa pirate. Na wale wazalendo wasiokuwa halisi ndio wanayokula rushwa ya nchi yetu. Lakini sisi kama vile wazalendo halisi hatuna wakati wa kula rushwa ya nchi yetu. Raia wa Bukavu, Goma, kilime lini kuendelea? Raia wa Bukavu, wa Goma wasubiri wasikie surprise yenye tutapiga hapa Plaine de la Ruzizi, na hata Bukavu tutaingia na tuko imara na tuko bien sûr kama tutaingia Bukavu, kwa maana tulishajua nguvu za adui na faiblesse yake. Sekta ya Oso Bayungu katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini inashuhudia utulivu wa muda wa takribani mwezi mmoja sasa baada ya kuonekana hakuna mapigano kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, pande zote mbili zinaendelea kushikilia nafasi zao. Waasi hawajapanua maeneo mapya, wakati jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wakiwa na msaada wa wapiganaji wa wazalendo pia wamebaki kwenye mstari wao wa awali. Utulivu umewezesha baadhi ya familia zilizokuwa zimehamishwa kurejea
kwenye vijiji vyao. Watu waliokimbia mapigano wanaanza kurudi, ingawa hali ya usalama bado haijakamilika. Shughuli za kijamii na kiuchumi pia zinaanza kutokeza kwa kiwango kidogo. Soko za ndani na biashara ndogo ndogo zinaanza kufungua, lakini kasi hii ni ndogo kutokana na hali ya usalama katika baadhi ya barabara. Kwa upande wa kibinadamu, hali bado ni ya wasiwasi mkubwa. Mahitaji ya msaada ni makubwa, huku mashirika ya kibinadamu yakikabiliwa na vikwazo vya kufika eneo hilo. Jambo linalozuia kutoa msaada unahitajika kwa wananchi walioathirika. Wakili wa jamii za kiraia wanatoa wito wa kuimarisha hali ya utulivu na kuanzisha jitihada za kudumu za kurejesha amani. Lengo ni kuruhusu kurudi kwa huduma za kijamii, usimamizi wa serikali na msaada wa kibinadamu katika sekta ya Oso Bayungu. Kumbuka sekta hii iliathirika sana mnamo Disemba mwaka 2025 wakati wa mapigano mara kwa mara kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, wazalendo na waasi wa M23. Katika mji wa Sake, eneo la Masisi, kaskazini mwa Kivu, wanotable watatu wanashikiliwa kwa takribani miezi miwili sasa katika hali zisizo wazi bila kufuatwa na utaratibu rasmi za kisheria. Watu hawa ni Janga Muhongo, rais wa ASECO Masisi, Mungera Muluba Muhongo, rais wa vijana wa Mulambiro, na Apollo, rais wa zamani wa ASECO Masisi. Wote ni wanotable wanaojulikana na wakaazi wa Sake. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa wanaume hao walikamatwa na wanajeshi wa waasi wa M23 kwa sababu walikataa kushiriki kwenye maandamano ya kuunga mkono kundi hilo lilofanyika mwanzoni mwa Disemba mwaka uliopita. Hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu mashtaka yao wanayowakabili au mahali walipozuiliwa. Hali ya kutokuwa na uwazi inazua wasiwasi mkubwa kwa familia na wapendo wao ambao wanalaani matukio haya kama kikomo cha haki za msingi. Wawakili wa jamii za kiraia na mashirika ya ulinzi wa haki za binadamu wanatoa wito wa kuachiliwa haraka kwa wanotable hawa na kufuata kwa taratibu za kisheria ili kuhakikisha kwamba haki za raia zinaheshimiwa kikamilifu. Hali hii inajitokeza katika muktaba wa kuongezeka kwa mafadhaiko kwa jamii ya kisiasa katika mji wa Sake, eneo linaloathirika na migogoro ya hivi karibuni na vikundi vya silaha. Na ni hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya muda huu, na ambaye ukisikiliza ni Kivu News FM. Kila siku tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kama ndio ulikuwa mara kwanza unaungana nasi au unakutana na channel yetu ya Kivu News FM kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote au kuondoka, tunakusihi kufanya kitu kimoja: usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine wanasema kujabone kwa vile vile na kupartager. Na basi kama tayari utakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News FM kama kituo chako chema cha matangazo. Nia yetu na mazungumzo yetu kila siku nikisha tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi nawe endelea kutuandikia kwa namba zetu za WhatsApp ambazo zinaendelea kupita hapo, na ukatujuza unasikiliza Kivu News FM kwa sehemu gani, na wewe ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Kingine ambacho ni muhimu zaidi, unaweza kubonyeza kwenye titre ya habari na itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description ambako utakutana na linki mbili. Linki ya kwanza ukibonyeza iweza kuklikea itakupeleka moja kwa moja wewe kujabone na channel yetu ya WhatsApp, na linki ya pili itasababisha unajiunga pamoja nasi kupitia grupu letu la WhatsApp. Na baada ya kufanya hivyo itasababisha usipitwe na chochote kipindi ambako tutakuwa tunapostia habari mpya kupitia channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi ni Teloje Longa, sina la ziada ila tuacha niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwa ambao na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya muda huu. Na ikiwa leo ni tarehe 3 za mwezi wa pili mwaka 2026, Kivu News FM, sauti ya wananchi. Acha nikutakie mchana mwema na huenda tena tukutanane kwenye matangazo yetu ya baadaye.